Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amewakosoa vikali baadhi ya viongozi wa serikali ya Israel kwa kupinga makubaliano mapya kati ya Marekani na Iran, akisema baadhi yao hawathamini msaada mkubwa ambao Washington imekuwa ikiipatia Israel katika kipindi cha migogoro hivi karibuni. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari ikulu ya White House, Vance alisema baadhi ya mawaziri wa serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wamekuwa wakiyashambulia makubaliano hayo na hata kumkosoa binafsi Rais Donald Trump. Donald Trump ndiye kiongozi pekee mwenye nguvu duniani ambaye bado anaunga mkono Israel kwa kiwango kikubwa. Kama ningekuwa sehemu ya serikali ya Israel, nisingekuwa namshambulia mshirika wangu mkuu pekee aliyebaki, alisema Vance. Kauli hizo zilionekana kuelekezwa kwa waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir na waziri wa fedha Bezalel Smotrich, ambao wameeleza wazi kupinga makubaliano hayo, wakidai yanaweza kuhatarisha usalama wa Israel. Vance pia alikumbusha kuwa sehemu kubwa ya mifumo ya ulinzi iliyotumika kuilinda Israel katika miezi ya hivi karibuni imetengenezwa na kufadhiliwa na Marekani. Makubaliano hayo yaliyosainiwa na Rais Trump pamoja na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian yanajumuisha kipindi cha siku 60 za mazungumzo zaidi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na masuala mengine ya usalama wa kikanda. Hata hivyo, makubaliano hayo yamezua wasiwasi mkubwa nchini Israel kwa kuwa hayajamaliza moja kwa moja masuala yaliyokuwa sababu ya kuanza kwa vita, ikiwemo mpango wa makombora ya Iran na shughuli zake za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Kuhusu Lebanon, Vance alisema Marekani inatarajia pande zote kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Alisisitiza kuwa Hezbollah haipasi kuendelea kurusha makombora dhidi ya Israel, huku Israel nayo ikitakiwa kuepuka mashambulizi makubwa ndani ya Lebanon. Kwa upande wake, balozi wa Israel nchini Marekani Yeshiel Leiter alisema Israel ina wasiwasi kuhusu baadhi ya vipengele vya makubaliano hayo, hasa vinavyohusu Lebanon na uwezo wa Iran kuendelea kuwa na baadhi ya makombora yake ya masafa marefu. Wakati huo huo, Ben-Gvir amejibu ukosoaji wa Vance kwa kusema Iran inapaswa kushughulikiwa kwa nguvu sawa na jinsi Marekani ilivyopambana na Ujerumani ya Nazi wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. I saw the Axios report. That Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country